Maajabu ya mwaka mpya katika nchi mbalimbali. Mwaka mpya si tu kubadili tarehe katika kalenda, bali ni mwanzo wa matumaini mapya, ndoto mpya na baraka mpya. Kila nchi duniani ina njia yake ya kipekee ya kusherehekea mwaka mpya, na baadhi ya sherehe hizo huwa za kushangaza, kuvutia, hata kuwaacha watu wakistaajabu kwa matukio na vitu ambavyo hufanyika katika nchi husika. Maajabu haya huonyesha utamaduni, imani na historia ya jamii husika. Lakini leo nimekuletea nchi mbalimbali ambazo zina matukio ya kustaajabisha katika hii siku maalum ya mwaka mpya. Tukielekea huko nchini Japan, sauti za kengele hupigwa mara 108, idadi inayodaiwa kuwakilisha tamaa na dhambi za binadamu. Kila mlio wa kengele unaoaminika kuondoa dhambi moja moyoni mwa mwanadamu. Ni tukio la utulivu, tafakari, amani, tofauti kabisa na makelele ya fataki yanayoonyeshwa sehemu nyingine duniani. Tukienda hadi huko nchini Hispania, zabibu 12 hubugiwa kwa mara moja, yaani inapofika tu ile saa 6 kamili usiku wa manane. Kila zabibu huwakilisha mwezi mmoja wa mwaka. Wanamaanisha kuwa kula zabibu zote kwa wakati ule huleta bahati njema na mafanikio kwa mwaka mzima. Hali hii huleta vicheko, msisimuo, wakati mwingine changamoto, maana sio rahisi kula zabibu zote kwa sekunde chache. Lakini tukielekea huko nchini Brazil, bahari ya matumaini, hasa katika jiji la Rio de Janeiro, watu hukusanyika ufukweni wakiwa wamevaa nguo zao nyeupe kuashiria amani ya usafi wa moyo. Wengine hurusha maua baharini kama sadaka ya matumaini kwa mwaka mzima na kuanza mwaka mpya. Lakini tukienda huko nchini Denmark, je, umewahi kusikia watu wakivunja sahani kwa furaha? Lakini nchini Denmark watu huvunja sahani nje ya milango ya marafiki zao na jamaa zao. Kadri ya mlango utakavyokuwa na vipande vingi vya sahani, ndivyo utaaminika kuwa una marafiki wengi na bahati njema katika mwaka huo mpya. Lakini tukija huku Afrika, yaani Afrika ya Kusini, kuachana na mabaya, jamaa wao wanasema katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kusini watu hutupa nje vifaa vya zamani au visivyotumika kwa ishara ya kuachana na matatizo ya mwaka uliopita. Kitendo hichi kinatufundisha umuhimu wa kuanza upya bila kubeba mzigo wa zamani. Haya ndiyo maajabu ya nchi mbalimbali wakisherehekea mwaka mpya duniani. Je, kwa sisi wa Tanzania ambao hatuna desturi, tunaishije? Au na mtazamo gani kuhusiana na hili swala la kusherehekea mwaka mpya? Tuambie hapo kwenye comment. Langu jina ni Festo Dismas.